Ndugu zangu wanaruita na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, jumuiya ya wazazi ndio jumuiya yenye majukumu makubwa sana ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu unaposimamia malezi na mazingira ni majukumu makubwa sana, na lazima tuwe serious sana na hii jumuiya kwa sababu ya majukumu yake. Na nataka niwaambie, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Ruita, majukumu yako makubwa ni kusimamia shule zote zilizoko ndani ya kata ya Ruita, na kanuni inasema, kama mnasoma kanuni vizuri, kuna kipengele kinasema kamati ya shule lazima iwe na wajumbe wa kata wa jumuiya ya wazazi. Sijui kama hii shule inafanya hivyo. Mkuu wa shule iko hivyo? Wanatakiwa kuwa wajumbe, kanuni ipo, imesema. Nimesahau, nimefika hapa nikamuuliza katibu kuja na kanuni, nilitaka hii niwasomee. Unaona, nilitaka hicho kipengele. Hivyo hivyo na sisi vyuo vyetu tulivyo navyo inatutaka tufanye hivyo, ili tuweze kusimamia, tuzijue changamoto wanazokuta nazo wanafunzi, wazazi. Kimfano, hapa kuna changamoto ya utoro ambayo mkuu wa shule anaelezea kwenye risala yake hapa na swala hili, kwa sababu tusifuge wajinga wengi, tufuge waelewa. Shule tunazo nzuri, shule zimejengwa vizuri. Mama yetu Samia ametuletea madarasa mazuri, fedha nyingi, milioni 118 na laki mbili. Ni hela nyingi ndugu zangu, ambazo ukiniomba mimi hapa sina uwezo wa kukupa, lakini nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tulipokuja hapa tena ilikuwa masika, hali ilikuwa mbaya hapa, inatisha, lakini nikasema sisi, ili kwa sababu ni jukumu letu na sisi tunalibeba, na sisi tukawapigia simu viongozi wetu, na haitoshi tu kuwapigia simu, na ofisini tukaenda kuomba mtusaidie ile shule. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, alisikia kilio hiki kupitia viongozi wake na mradi ukaja hapa, na leo madarasa haya hapa tunayaona. Malembo oye! Kwa hiyo ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi ni serikali sikivu ambayo ukipeleka mahitaji inatekeleza. Watanzania mnataka nini zaidi ya utumishi huo? Mimi nafikiri mnachagua viongozi kwa sababu ya kupata maendeleo, na maendeleo ndiyo haya, ukiomba serikali inakupatia. Kwa hiyo ili swala la utoro nataka nilizungumzie, kwa sababu viongozi wangu mnaokaa vikao vya DC mko hapa, na nataka niwaambie wananchi wa Ruita, msilete masiala na hizi shule. Hizi shule zinajengwa ili watoto wetu wasome, na kama ni fedha zetu zenyewe za kodi yetu wenyewe, lazima tuwe na uchungu nazo. Zinapojengwa hapa, tulete watoto na tuwasimamie. Tuachane na kuwapeleka watoto kwenda kulima njela. Hizi njela ni za muda tu, lakini wewe ukishatoweka duniani, mwanao ulisi uliompa ni upi? Baba mkulima, mama mkulima, babu mkulima. Lazima tubadilike, tuwe na sisi na ukoo wa wasomi, si ndio ndugu zangu? Ruita oye! Mimi hata mkinuna nitawaambia tu. Mimi lazima niseme tu, kwa sababu haya yanasimamia na yanauma. Hatuwezi tukakaa tu na watoro. Watoto wanakuwa watoro, wanaanzia majumbani kwetu. Unaamka asubuhi, mtoto aendi shule, humuulizi kwa nini uendi shule, shida ni nini? Hutaki kusema, unaogopa tu eti atafaulu, mimi nitanunua madaftari, ataniletea gharama za kwenda sekondari. Jamani, sekondari zenyewe elimu bure. Sasa mnataka nini kingine? Kama una hela ya uniform, kata hata gauni umshonee suruali aende shule. Sasa elimu kama tumerahisishiwa, sasa hizi mnasoma bure, mnataka nini kingine? Mpewe nini sasa? Sasa kama mnaona watoto hamtaki wasome, basi nyewe wazazi njooni shule msome.
ili walimu wapate kazi za kufanya, kwa sababu kama mtaki kuleta watoto shule, tafasiri yake ni kwamba mwalimu kazi yake iishe, aondoke. Na sisi hatuko tayari walimu waondoke, kwa sababu ndio ajira, na ajira ya walimu ni wito. Mwanao anaamka asubuhi, unafurahia kumpa jembe aende shamba kuliko kumpa kalamu na daftari aende shule. Na nataka niwaambie watoto, ukishindwa kubeba kalamu na daftari, ujue utaenda kubeba mizigo mizito, kwa sababu hao wazee watakuwa wameshazeeka, hawapo tena. Sasa wewe utabaki unabeba magunia, unabaki unabeba mamizigo mazito. Mwenzako anakuja ametoka mjini, amevaa vizuri, kisa alienda shule akabeba daftari na kalamu. Tuwape ushirikiano walimu, tuwape ushirikiano walimu wetu. Na mwenyekiti wangu wa kata, ni kuombe hiyo sheria ifanyeni haraka haraka, msiicheleweshe, ili muwakamate hao wazazi mwajibishe, kwa sababu sisi wakati tunakuwa kwenda shule ilikuwa ni amri, au kwenda shule wanakuja nyumbani wanakamata mbuzi, wanakamata na vitu vingine na kuku. Wazazi wetu wameuza mpaka nyumba kwa ajili ya kutusomesha. Sasa leo elimu imekuwa bure, tunashindwa kuleta watoto shule. Maana yake nini? Tusilete utani, lazima tuwe serious na hili jambo. Ili kwa kweli Mheshimiwa Diwani angekuwa hapa, mimi ningemuomba haraka haraka tu aitisha hata kikao cha dharura, hata kesho sheria ipite. Kamata kabisa wale wote ambao wana watoto nyumbani hawataka kuwapeleka shule, kamata. Wakiwashinda mtuite na sisi wilaya tuje tuwasaidie kukamata. Sifike mahala tukaleta utani, kisa mlinipigia kura. Mlinipigia kura ili watoto wasiende shule? Hiyo kitu haipo mzee. Kama mnataka mwe rafiki zangu, tuhamasishe watoto wetu kwenda shule. Wazazi mmeelewa? Mumvise, punga mkono namna hii kama umeelewa. Sasa mwenyekiti wangu na wameelewa. Wazazi wewe, punga mkono namna hii kama umeelewa. Kupeleka watoto shule ni wajibu wetu. Kwa sababu mwisho wa siku tunakuwa na vibaka